الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة العسيرة والحكم الباهرة الكثيرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي في طاعة الله عز وجل. إخواني، waja Allah subhanahu wa ta'ala, wapenzi wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, awali yote baada ya himidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika jambo ambalo kwamba ni wajibu kwa kila mwanadamu alifanya jambo hilo. Ni jambo ambalo kwamba linatukurubisha sisi na kuwa na huruma za Allah subhanahu wa ta'ala, pia vile vile na kupata maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani ndio lengo la yeye Allah subhanahu wa ta'ala kutuumba katika ulimwengu. Ikhwan fillah, Allah subhanahu wa ta'ala katujalia vingi ambavyo kwamba inatupasa sisi kwa vitu hivyo tumche yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katupa uhai mpaka hivi sasa. Allah katupa fikra za kukumbuka inatakiwa sisi tufanye nini, tukakumbuka kuja kufanya hivyo. Sasa sisi kwa nini tusimche Mwenyezi Mungu, ile hali yeye anasema wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Mwenyezi Mungu yeye kabisa anazungumza maneno yake matukufu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra.
yeyote mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi Mwenyezi Mungu anajalia katika mizunguko yake yote anaizunguka, katika majambo yake yote anayafanya, basi Mwenyezi Mungu anajalia mambo yale yote yanakuwa mepesi. Sio hivyo tu, akasema wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Huo ni uchamungu ambao kwamba tunahusiwa kila siku. Wa may yattaqillah, Mwenyezi Mungu anauzungumza yoyote mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja, basi Mwenyezi Mungu anamjalia kuwa na ufumbuzi wa kila mambo yanayomtokea yeye, kuwa anamjalia kuwa na matokeo mazuri. Sio hivyo, wa yaj'al lahu min amrihi yusra, au wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, anamruzuku yeye, anampa riziki yeye kwa nyanja mbalimbali ambazo kwamba yeye hajui anapata vipi riziki. Ikhwani fillah, ni wajibu wetu sisi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hayo, kwa kusema alhamdulillah rabbil alamin, na sio kwa hivyo kwa maneno, bali alhamdulillah yenye kufuatana na vitendo vya kufuata yale aliyoamrisha na kuacha yale aliyokataza. Pia vile vile, pasina ya kumsahau kiongozi wa umma, kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye kwamba mpaka hivi leo mimi na wewe tusingekuwa mazingira kama haya ya kuheshimiana mkubwa na mdogo, tusingekuwa na mazingira ya kusikilizana, lau sio Mtume kupigania mpaka hivi leo sisi tunakuwa na mazingira mpaka ya kupendeza. Ametuwekea mpaka tuvae vipi. Mtume kafundisha hali hii. Lau kazi hiyo tungepewa mimi na wewe, tusingeweza. Akwani fillah, tumo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao ni mwezi wa hurma, mwezi ambao ni mwezi wa maghfira, mwezi ambao ni mwezi wa neema mbalimbali zinazopatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lau tukatumia neema hizi kupitia mwezi huu mtukufu wa neema ambazo kwamba hazipatikani miezi mingine, basi waja Allah ingekuwa ni njia rahisi ya kwetu sisi ya kufaulu. Ni neema nyingi alizotujalia katika mwezi huu. Pia vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya kwamba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mwenyezi Mungu hakusema neema zake hazihesabiki, lakini Mwenyezi Mungu kasema wa in ta'uddu, mkizihesabu ni'matallahi, neema za Mwenyezi Mungu, la tuhsuha, basi hesabu yake ile hamuwezi mkaidhibiti. Sio kwamba
hazihesabiki. Ile hesabu yenyewe kuzidhibiti katika ufahamu wa akili hatuwezi kabisa. Wale wataalamu wa lugha, Mwenyezi Mungu asema wa in ta'uddu ni'matallahi. Hapo kwenye neema kuna al-asma'ul jins jamii. Basi hiyo neema inakuja ni kwa kitu kimoja kwa sababu ya ile te. Wa in ta'uddu ni'matallahi, mkasema msihesabu au muihesabu neema moja ya Mwenyezi Mungu, la tuhsuha, hamwezi mkaidhibiti hesabu yake. Neema moja tu, hajaweka neema, kwa sababu katika wingi ya neema ungeweka neema ili ziwe neema nyingi. Lakini al-asma'ul jinsi al-jamu kaweka hivyo kwa sababu kwenye neema moja kuna neema nyingi. Kwenye neema moja kuna neema nyingi. Kivipi? Mimi mwanadamu nikasema nina neema ya mdomo, pia ndani ya huo mdomo kuna neema ya meno, ndani ya huo mdomo kuna neema ya ulimi, ndani ya huo mdomo kuna neema ya mate. La Mwenyezi Mungu akaiondoa, sijui tungekuwa vipi. Ndani ya mdomo huo mmoja kuna neema ya kuonja ladha ya vitu tofauti tofauti. Kwenye neema moja kuna neema nyingi. Sio hivyo ukaanza kuchambua kiungo kimoja baada ya kingine kwenye mwili wako, basi utakuta ndani ya kiungo kile ni neema, lakini kina neema zingine ndani. Ili utambue Mwenyezi Mungu ni fundi. Sasa Mwenyezi Mungu kwa neema moja akatujalia neema ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi huo mmoja. Lakini ndani ya huo mwezi wa Ramadhani kuna neema nyingi tofauti tofauti. Ndani ya huo mwezi mtukufu wa Ramadhani Mwenyezi Mungu kagawa makundi. Ndani ya kundi la mwanzo au 10 lile la mwanzo, Mwenyezi Mungu akalijalia 10 lile ni 10 la rehema, ya kuwa katika rehema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndani ya hiyo Ramadhani Mwenyezi Mungu kaliweka lile 10 la pili kuwa ni 10 la maghfira, 10 la kupata msamaha. Ni neema hiyo. Ndani ya 10 hilo la mwisho au ndani ya hiyo Ramadhani akaweka neema ya 10 la mwisho ambalo kwamba ni 10 la itqu minan nar, ni 10 la kuachwa huru na moto. Ni neema ndani ya neema. Na sio hivyo tu, ndani ya Ramadhani hiyo akajalia usiku mmoja ambao kwamba khairum min alfi shahr, ni bora zaidi ya usiku 1000. Inapatikana ndani ya hiyo Ramadhani. Ndani ya usiku huo akajalia kuwa na neema, wewe ukasimama kuswali, ima kufanya maombi mbalimbali, dua yako haina ijabu. Chochote utakachomwomba Mwenyezi Mungu, basi maombi yako yanakuwa ni makubuli tofauti, yanajibiwa haraka zaidi. Lakini sasa inakuwa ni makubuli zaidi kwenye mwezi wa Ramadhani ikiwa wewe umezingatia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema man swama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
ukazingatia hivyo, basi utakuwa wewe na neema ambazo kwamba zimo ndani ya neema moja. Sio hivyo tu, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani akatujalia sisi kuwa na neema ya kuswali sunna ambazo kwamba hata miezi mingine hazimo. Akatuwekea tarawehe, tahajjudi. Lakini hivi leo sisi tunazikwepa. Hivi leo sisi tunaona ni ngumu, pasina kufahamu kila kitu kizuri kinapatikana kwa ugumu wa kupambania. Ndugu Waislamu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lau tukaanza kuhesabu neema ya Mwenyezi Mungu au neema za Mwenyezi Mungu, hatuwezi tukadhibiti hesabu yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'an, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ndugu Waislamu, tunaelekea katika 10 la mwisho, 10 ambalo kwamba hadithi nyingi zinazungumza ndio kupatikana Lailatul Qadr, usiku ambao kwamba ni usiku ambao kwamba khairu min alf shahr. Tumepita 10 la kwanza la kupata rehema za Mwenyezi Mungu. Kila mwanadamu anajijua somo yake kaliendeshaje ili apate rehema ya Mwenyezi Mungu. Tunamalizia 10 la pili la maghfira. Mimi na wewe tunafahamu tunafunga vipi ili tuweze kupata maghfira ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunaelekea 10 la mwisho la itqu minan nar, la kuachwa huru kabisa na moto. Basi tujitambue funga zetu tunazifunga vipi ili tuweze kupata neema hiyo. Sio wote wanaachwa huru. Tunaelekea kwenye 10 la mwisho, 10 ambalo kwamba Mtume kalizungumzia sana hadithi nyingi, ndio kupatikana Lailatul Qadr, na ndio 10 ambalo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam katika umri wake alikuwa haachi kufanya ibada 10 la mwisho, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema wa minal layli fatahajjad bihi, na usiku simama uswali sunna, nafilatan laka, uswali sunna, asa ayab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Huenda kwa kusimama kwako huko kuswali sunna, tahajjud, tarawih, basi Mwenyezi Mungu akakupa daraja ya juu, tena daraja yenye kusifiwa. Ikhwani fillah, tuangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi vipi katika 10 la Ramadhani hili la mwisho. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat, kutoka kwa Aisha ummul mu'minin amesema Aisha, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-ashr al-akhira min Ramadan
shadda mizarahu wa ahya laylahu wa aikadha ahlahu. Ni maisha aliyokuwa nayo Mtume katika 10 hili la mwisho. Kana sallallahu alayhi wasallam, Aisha anasimulia, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika maisha yake, linapoingia 10 la mwisho katika mwezi wa Ramadhani, anafanyaje? Shadda mizarahu, anakaza kikoi chake, wa ahya laylahu, na anahuisha usiku wake kwa maana ya kukesha, wa aikadha ahlahu, na alikuwa akiwaamsha familia zake kwa ajili ya kufanya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alikuwa anakaza kikoi kwa maana alikuwa i'tazala nisa, alikuwa akijitenga na wake zake kwenye 10 la mwisho kwa ajili ya kufanya ibada usiku kucha, mpaka ilifika mahala Aisha akawa anamwambia Mtume, wewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, unafanya ibada hivi mpaka inafikia mahala miguu yako inavimba, na ina hali Mwenyezi Mungu kakuambia wewe, mimi nimekusamehe madhambi yako ya nyuma na yajayo. Unajitambua kabisa wewe mwenyewe huna dhambi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini kujitese kiasi hicho mpaka miguu inafikia hatua ya kuvimba? Hivi leo mimi na wewe, hakuna aliyewahi kufanya ibada hata miguu ikaingia ganzi tu, hakuna. Kwa sababu ya ule udhaifu wa imani zetu. Lakini Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala alimjibu nini? Alimwambia, sawa, Mwenyezi Mungu kanifanyia hivyo, kanifutia mimi madhambi yangu, ima kanisamehe mimi madhambi yangu, lakini sasa nitamshukuru vipi? Kufanya kwangu ibada hivi ni kwa sababu namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale aliyonifanyia na aliyonipa. Mimi na wewe usiku tunamuasi Allah, mchana tunamuasi Allah, na mengi machafu tunayoyafanya. Kukaa msikitini kufanya ibada, basi ukivumilia sana dakika 10, zikishafika hapo basi unawashwa ufike nje. Kwa fillah, Mwenyezi Mungu ajalie katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tuweze kuzifaidi neema zake ambazo kwamba zimo katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal ghafurur karim. Wa Allaha wa antum muqinun bil jannah. Alhamdulillah alladhi yuliju al-layla fi an-nahar wa yuliju an-nahara fi al-layl wa ja'alakuma khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu
واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي في طاعة الله عز وجل مرة ثانية. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kiongozi wa umma Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikhwani fillah, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala mara ya pili. Kwani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikupata mimi kuwaumba wanadamu na majini isipokuwa lengo la mimi kuwaumba ni kwa ajili ya kufanya ibada. Ikhwani fillah, ni kama tulivyokwisha kuambiwa katika hotuba ya kwanza, na tukazungumzia kuhusu neema zinazopatikana ndani ya neema ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Basi tujipinde vilivyo ili tuweze kuzitumia vizuri neema hizo na tuweze kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tunafahamu ya kwanza, kuna watu wanafunga na kuna watu waliofungwa. Tufahamu hivyo. Kuna watu waliofunga na kuna watu waliofungwa. Kivipi? Wale wanaofunga ni wale ambao kwamba wanazingatia vifungu ambavyo vinapatikana ndani ya funga. Tukajiepusha na machafu, basi tukafanya yale ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyo kafunga. Na yule aliyefungwa sasa, tufahamu kuna watu wamefungwa ili wasiweze kuharibu swaumu za wenzao. Kuna mtu anashinda na njaa, lakini kushinda kwake na njaa ili fulani asije labda akaona mimi kwa nini nakula mbele yake, huyo kafungwa kwa sababu asije akaharibu funga za wenzie. Hazungumzi maneno machafu kwa kuangalia mbona fulani kafunga, sasa nikazungumza maneno hayo machafu, itakuwa vipi? Huyo kafunga kwa sababu asije akasababisha kwa maneno yake yale machafu na yule aliyefunga akaingia. Na tufahamu ya kwamba kumalizika Ramadhani, kuna watu watapata hurma ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuna watu watapata laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, tujiangalie sisi ni katika watu wa design gani, watakaokuwa wamezipata rehema za Allah au watakaokuwa wamezipata laana za Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم رب خليفة النبي كانت حبيب سيدنا أبي بكر الصديق، ورضى اللهم عن الإمام الأول سيدنا عمر بن الخطاب، ورضى اللهم عن ذي النورين والقرآن سيدنا عثمان بن عفان، ورضى اللهم عن ليث بني خالد سيدنا علي بن أبي طالب، ورضى اللهم
وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم إنا دعوناك ما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.